na tumefarijika ndani ya hotuba ya Mheshimiwa Rais, ukiacha zile hatua za kutibu majeraha ya uchaguzi wa 2025, amezungumza juu ya ahadi ya serikali kufufua mchakato wa katiba mpya. Hilo ni jambo jema kabisa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nakisi ambayo sisi tunaiona, hauwezi kuwa na mchakato bora wa katiba mpya kwa kutaja ahadi ya katiba mpya peke yake. Sisi tunaona kwamba katiba mpya inashughulikiwa kwa vipande vipande. Kipande ambacho tumepewa sasa ni kwamba kutakuwa na tume ya usuluhishi ndani ya siku 100. Rai yetu sisi, mchakato huu tuushughulikie comprehensively. Tunataka serikali ije na ratiba kamili ndani ya bunge hili la namna mchakato wa katiba mpya utavyoendeshwa. Tunataka pia serikali tueleze juu ya approach, mtindo ambao itautumia kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujipatia katiba yake. Na sisi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuja na mapendekezo. Hatua ambazo tunazipendekeza ambazo ni za muhimu sana katika mchakato huo, na ni vizuri mapema sana serikali inapotoa ahadi itueleze kama hiyo ndiyo ruti ambayo itaipitia. La kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahitaji kuzifanyia mapitio sheria zinazosimamia mchakato wa katiba mpya, kwa maana ya sheria ya mabadiliko ya katiba mpya pamoja na sheria ya kura ya maoni. Hiyo ni hatua ya kwanza muhimu sana. Ya pili, tunahitaji kuwa na mkutano wa kitaifa kwa maana ya National Sovereign Conference kwa ajili ya kupata muafaka wa pamoja juu ya masuala ya kikatiba ambayo mpaka sasa hayajapata muafaka. Na hatua ya tatu ya muhimu ni lazima tuwe na timu ya wataalamu kwa maana ya Committee of Experts ambao wataandaa rasimu ya katiba mpya. Na hatua ya mwisho, tunahitaji kuwa na kura ya maoni. Kwa hiyo tunavyoitamka katiba mpya, tusiishie kuitaja kwa ujumla wake, tuwe na roadmap ambayo itawafanya wadau wote wa katiba mpya wajue mchakato utakwenda namna hii. Hilo